Kwa nchi zetu za Afrika tumezoea kusikia story kama hizi hapa. Maybe gari la mafuta limeanguka na wananchi wameenda kuchota mafuta, ama gari la vinywaji limeanguka na wananchi wameenda kuchukua vile vinywaji ambavyo vimeangushwa na hilo gari. Hii sidhani kama inakuaga ni kesi. Sijawahi kusikia watu wanashtakiwa kwenye hichi. Sasa hii imetokea huko katika jimbo la Texas, Marekani, lakini imetokea kwa njia tofauti kidogo, ama kwa staili ambayo sio nzuri. Kwa sababu gari ambalo lilikuwa limebeba nyuki, vizinga vya nyuki, lilianguka kwenye maeneo ya makazi ya watu. Sasa hili gari unaambiwa lilibeba boxes karibia 403, umeona? Na katika hayo maboksi kuna kadirio kwamba kulikuwa na nyuki zaidi ya milioni 24. Na hili gari lilipoanguka lilifanya ile maboksi yapasuke, kwa hiyo wale nyuki waliondoka, walianza kuzingira hayo maeneo ambayo ni makazi ya watu. Sasa kwa wale ambao walikuwa wamezoea kuchukua, kwa mfano vinywaji vimeanguka waenda kuchukua, sijui kwa Afrika ingetokea ungeenda kuchukua nyuki ama ingekuwa vipi. Lakini baada ya hili tukio kutokea, unaambiwa kwenye huo mtaa palikuwa hapakaliki kwa sababu nyuki walikuwa ni everywhere. Hasa kitu ambacho walikifanya hawa wataalamu ambao walikuwa beba hawa nyuki, waliambia wananchi kwamba wasiweze kutoka kwenye majumba yao siku hiyo. Nadhani ilikuwa ni lockdown. Lakini pia waliambiwa kwamba wawe makini sana, kuhakikishe madirisha yao yamefungwa, milango imefungwa, na wakae ndani kwa siku nzima mpaka hao nyuki watapoweza kutolewa. Imagine, nimekwambia wanakadiriwa kwamba kwenye haya maboksi walikuwa nyuki zaidi ya milioni 24. Kwa hiyo huu mtaa ulikuwa kidogo umepigwa lockdown kwa sababu ya hili tukio ambalo limetokea. Nilipoona hii story nikacheka sana, nikasema kwa Afrika tumeshazoea vitu kama hivi kitokea, haijalishi ni nini kimeanguka, basi tunaonaga fursa kwenye hicho. Sasa na kwenye hili pia mngeona fursa ama ingekuwa vipi? Kwa sababu look at these videos bro. Hawa watu walikuwa wanajaribu kutoa nyuki, lakini do you think wangemaliza kutoa nyuki wote? Na ungekuwa unaishi kwenye mtaa ungefanya kitu gani? Nasoma comment yako hapo chini. Mimi ni Solusike, by the way, usisahau kusubscribe, ku like, lakini pia kushare video hii hapa. Thank you for your time, thank you for watching. Bye bye.